yetu. Katibu. Hoja za serikali kwamba Bunge sasa likubali kupokea na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Nishati kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Waheshimiwa wabunge, sasa nimwite Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko ambaye ndio mwenye hoja, waziri wa nishati, lakini pia naibu waziri mkuu aje awasilishe hoja ya wizara yake. Asante. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja kwamba kutokana na taarifa iliyowasilishwa leo katika bunge lako tukufu na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya nishati na madini, bunge lako tukufu sasa likubali kupokea na kujadili taarifa ya utekelezaji wa bajeti mwaka 2024-2025 kupitia makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Nishati na taasisi zake kwa mwaka 2025-2026. Mheshimiwa Spika, naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuendelea kuwajalia afya njema viongozi wetu wakuu wa kitaifa, waheshimiwa mawaziri wenzangu, waheshimiwa wabunge wenzangu na viongozi wengine, na hivyo kutuwezesha kuendelea kuwatumikia Watanzania. Kipekee nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kunijalia afya njema na kuniwezesha kusimama leo mbele ya bunge lako tukufu ili kuwasilisha hotuba ya bajeti ya Wizara ya Nishati kwa mwaka 2025 na 26. Mheshimiwa Spika, Novemba 27 mwaka 2024, taifa letu lilimpoteza Mheshimiwa Dr. Faustine Engobert Ndugulile aliyekuwa mkurugenzi mteule wa Shirika la Afya Duniani Kanda ya Afrika na mbunge wa jimbo la Kigamboni. Aidha, tarehe 13 Aprili 2025, taifa lilimpoteza aliyekuwa mkurugenzi mtendaji wa Shirika la Umeme Tanzania TANESCO, Mhandisi Boniface Gisima Nyamuhanga. Kwa masikitiko makubwa naungana na wabunge wenzangu pia kutoa pole kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, familia za marehemu, ndugu jamaa na marafiki na Watanzania wote kwa ujumla kwa kuondokewa na viongozi hawa. Sisi tuliwapenda, lakini Mungu aliwapenda zaidi. Tunaomba Mwenyezi Mungu azilaze roho za marehemu mahali pema peponi. Amina. Mheshimiwa Spika, napenda kutumia fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kwa kufanikisha mkutano mkuu maalum wa CCM uliofanyika jijini Dodoma tarehe 18 na 19 Januari 2025. Katika mkutano huo, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alipitishwa kwa kishindo na wajumbe na kuwa mgombea wa nafasi ya rais wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kuwa mgombea wa nafasi ya urais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Aidha, nampongeza Comrade Balozi Dr. Emmanuel John Chimbi kwa kuteuliwa na kuthibitishwa na wajumbe kuwa mgombea mwenza wa nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nampongeza Mheshimiwa Steven Masato Wasira kwa kuchaguliwa kuwa makamu mwenyekiti wa CCM Bara. Mheshimiwa Spika, pia nitumie fursa hii kumshukuru vile vile Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Philip Isidori Mpango, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maelekezo na miongozo wanayonipatia kutekeleza majukumu yangu ikiwa ni pamoja na usimamizi wa sekta ya nishati. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, samahani. Waheshimiwa wabunge, wale ambao wana mijadala ya lazima kabisa, milango iko mingi sana ya kutokea humu pembeni. Tunahitaji utulivu wakati tukisikiliza hotuba ya nishati. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, naomba nikiri kuwa maelekezo na miongozo ya viongozi wetu hawa wakuu ni chachu na msingi wa mafanikio ya utekelezaji wa majukumu yangu. Nitumie fursa hii pia kukupongeza wewe binafsi Mheshimiwa Spika, Naibu Spika na wenyeviti wa bunge kwa kuliongoza bunge letu tukufu kwa weledi na umahiri mkubwa. Ni wazi kuwa chini ya uongozi wenu bunge limeendelea kuwa mahiri zaidi katika kusimamia na kuishauri serikali kuhusu utekelezaji wa shughuli mbalimbali ili kuboresha maisha ya Watanzania. Mheshimiwa Spika, kipekee nimpongeze sana Mheshimiwa Dr. David Matayo David, mbunge, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya nishati na madini, pamoja na Mheshimiwa Kirumbe Shabani Ngenda, makamu mwenyekiti wa kamati hiyo,
pamoja na wajumbe wote wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini kwa ushauri na maoni yao na kuendelea kusimamia vema sekta ya nishati kwa manufaa ya uchumi wa nchi yetu na uendelevu wa watu wetu. Napenda kuahidi kuwa Wizara ya Nishati itaendelea kuzingatia ushauri wa kamati wakati wote wa utekelezaji wa majukumu yake katika mwaka unaokuja 2025 na 26. Mheshimiwa Spika, napenda kuwapongeza mawaziri wote walioaminiwa na kuteuliwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kusimamia wizara mbalimbali. Niwashukuru kwa ushirikiano mkubwa wanaonipa kutekeleza majukumu yangu ya naibu waziri mkuu na waziri wa nishati. Namshukuru sana Mheshimiwa Judith Slavio Kapinga, mbunge naibu waziri wa nishati, kwa uchapakazi wake mahiri usiokuwa na kifani na ushirikiano mkubwa anaonipatia katika kutekeleza majukumu yangu. Aidha, nimshukuru mhandisi Frichesi Mramba, katibu mkuu wa Wizara ya Nishati, kwa utendaji wake mahiri katika kutekeleza majukumu yetu ya kila siku. Vile vile nimshukuru sana Dr. James Peter Mataragio, naibu katibu mkuu anayeshughulikia masuala ya petroli, pamoja na Dr. Hatibu Malimi Kazungu, naibu katibu mkuu anayeshughulikia masuala ya nishati ya umeme na nishati jadidifu, kwa utumishi wao makini katika kufanikisha utekelezaji wa majukumu ya wizara yetu hii ya nishati. Mheshimiwa Spika, nawashukuru sana pia wakuu wa vitengo, idara na taasisi. Niwashukuru sana wenye viti wa bodi na wajumbe wa bodi zote za taasisi zilizo chini ya Wizara ya Nishati, wakuu wa taasisi zilizo chini ya Wizara ya Nishati na watumishi wote wa wizara kwa ujumla kwa ushirikiano na juhudi zao za kufanikisha utekelezaji wa majukumu ya wizara yetu. Mheshimiwa Spika, napenda nitumie fursa hii kuwashukuru sana wananchi wa jimbo la Bukombe kwa ushirikiano wanaonipa katika kutekeleza shughuli za maendeleo ya jimbo letu. Kutokana na majukumu mengi nilionayo ya kuwa naibu waziri mkuu na waziri wa nishati, kuna wakati wananikosa jimboni, lakini kwa wema na upendo wao wameendelea kunivumilia na kunipa ushirikiano mkubwa wakati wote. Naomba niwaahidi kuwa taendelea kuwa mtumishi wao mwaminifu anayejituma na kutekeleza majukumu yote jimboni. Kipekee naomba nimshukuru sana mke wangu mpenzi Benedetta Clement Matayo kwa maombi na upendo wake wa dhati kwangu pamoja na watoto wetu. Amekuwa mvumilivu katika kipindi chote ninapokuwa natekeleza majukumu yangu ya ubunge pamoja na majukumu mengine nilionayo. Yeye amebeba jukumu la kuendelea kusimamia familia yetu. Mheshimiwa Spika, ninatambua umuhimu wa vyombo vya habari katika kuhabarisha na kuelimisha umma wa Watanzania kuhusu maendeleo ya sekta ya nishati. Naomba nivishukuru sana na kuvipongeza sana vyombo vyote vya habari nchini, wakiwemo redio, televisheni, magazeti na mitandao ya kijamii kwa ushirikiano mkubwa wanaotupa Wizara ya Nishati na waliotupa mwaka unaomalizika 2024-2025. Ni matumaini yangu kuwa ushirikiano huu utazidi kuimarika katika mwaka unaokuja 2025-2026 kwa manufaa ya taifa letu na wananchi kwa ujumla. Mheshimiwa Spika, hotuba hii imeandaliwa kwa kuzingatia maudhui ya hotuba ya Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuhusu mapitio ya utekelezaji wa kazi za serikali kwa mwaka 2024-2025 na mwelekeo wa kazi za serikali kwa mwaka 2026. Mheshimiwa Spika, baada ya utangulizi huo, sasa naomba kuwasilisha taarifa ya utekelezaji wa majukumu ya wizara pamoja na mipango wa bajeti ya wizara kwa mwaka 2020-2026. Mheshimiwa Spika, utekelezaji wa majukumu ya wizara mwaka 2024-2025. Utekelezaji wa majukumu ya wizara katika mwaka 2024-2025 uliongozwa na vipaumbele mbalimbali vilivyowekwa, ikiwa ni pamoja na kuendelea kutekeleza miradi ya uzalishaji, usafirishaji, usambazaji wa umeme, kupeleka nishati vijijini, kutekeleza miradi ya kielelezo na mikakati ya mafuta ya gesi asilia, ikiwemo mradi wa kuchakata ya kusindika gesi asilia kuwa kimiminika, lakini pia ujenzi wa bomba la kusafirisha mafuta ghafi kutoka Hoima, Uganda hadi Tanga, Tanzania, na kutekeleza shughuli za kutafuta na kuendeleza mafuta na gesi asilia katika vitaru vya kimkakati vya Songosongo Magharibi, Mnazi Bay Kaskazini, Siwembele, pamoja na kusambaza gesi asilia viwandani katika taasisi na majumbani na kuimarisha matumizi ya CNG katika magari. Mheshimiwa Spika, vipaumbele vingine vilivyoweka katika mwaka 2024-2025 ni kuendelea na kuimarisha upatikanaji wa matumizi ya nishati safi ya kupikia, ni clean cooking energy nchini, kuhakikisha kuwa nchi inakuwa na uhakika wa upatikanaji wa bidhaa za mafuta na petroli na ufanisi katika kushughulikia upatikanaji wa bidhaa hizo, kuendelea kuimarisha usimamizi na ufuatiliaji wa taasisi na mashirika yaliyo chini ya wizara ambayo ni TANESCO, TPDC, EWURA,
PURA, REA, PPPA pamoja na kampuni tanzu ili yaimarishe tija, ufanisi, uwajibikaji na ubora katika kuendesha na utoaji wa huduma kwa wananchi na kuendelea kuimarisha ushiriki wa wazawa katika shughuli za mafuta na gesi asilia pamoja na rasilimali watu ya wizara na taasisi zake. Mheshimiwa Spika, sehemu B ya hotuba yangu ukurasa wa 7 hadi wa 124 inaeleza kwa kina kuhusu hatua iliyofikia katika utekelezaji wa majukumu ya wizara mwaka 2024-2025 na mafanikio yaliyopatikana katika maeneo ya uzalishaji, usafirishaji, usambazaji wa umeme, upelekaji wa umeme vijijini, kuwezesha wananchi kutumia nishati safi ya kupikia pamoja na shughuli za utafutaji, uendelezaji na usambazaji wa matumizi ya mafuta na gesi. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2024-2025 Wizara ya Nishati iliidhinishiwa na kutumia shilingi trilioni 1 bilioni 883 milioni 759,455 elfu, ambapo shilingi trilioni 1 bilioni 794 milioni 466,832 elfu ambazo ni sawa na 95.3 ya bajeti yote ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo, na shilingi bilioni 84 milioni 892,623 ni sawa na 4.7 kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Mheshimiwa Spika, hadi kufika mwisho wa mwezi Machi 2025, wizara ilipokea jumla ya shilingi trilioni 1 na milioni 302,624,069, ambapo shilingi bilioni 18 milioni 214,473,190 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida, na shilingi bilioni 982 na milioni 87,750,879 ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, sasa naomba nieleze kidogo kwenye sekta ndogo ya umeme na nishati jadidifu. Mheshimiwa Spika, kutokana na jitihada zilizotekelezwa na serikali katika kuimarisha uzalishaji wa umeme nchini kupitia utekelezaji wa miradi mbalimbali, nchi yetu imeendelea kushuhudia ongezeko kubwa la uzalishaji wa umeme. Naomba kutumia fursa hii kulitaarifu bunge lako tukufu kuwa katika kipindi cha mwaka mmoja uwezo wa mitambo wa kufua umeme iliyounganishwa katika mfumo wa gridi ya taifa umeongezeka na kufika megawati 431.71 mwezi wa Aprili 2025, sawa na ongezeko la 86.6% ikilinganishwa na megawati 2138 zilizokuwepo Machi 2024. Aidha, kutokana na serikali ya awamu ya 6 kuendelea kuweka kipaumbele na msukumo madhubuti katika kuhakikisha Tanzania imekuwa na umeme wa kutosha na wa uhakika, kumekuwepo vile na ongezeko la uzalishaji wa umeme katika mfumo wa gridi ya taifa. Mheshimiwa Spika, mwaka 2020-2021 uwezo wa mitambo ya kufua umeme iliyounganishwa katika mfumo wa gridi ya taifa ulikuwa ni megawati 1601.84. Kwa sasa uwezo wa mitambo uliopo umefika megawati 431.71, sawa na ongezeko la 151.7 kama inavyoonekana katika kielezo namba 2 katika hotuba yangu ukurasa wa 13. Aidha, kufikia mwezi Aprili 2025, mitambo ya kuzalisha umeme ambayo haijaungwa katika gridi ya taifa ina jumla ya megawati 328.17 ambayo inajumuisha mitambo inayomilikiwa na TANESCO yenye uwezo wa kuzalisha megawati 20.19 na megawati 307.98 inayozalishwa katika kampuni binafsi kwa ajili ya matumizi ya kampuni hizo na inayoonekana katika kiambatisho namba 2 kwenye hotuba yangu ukurasa wa 182. Mheshimiwa Spika, ni vema kutambua pia kuwa kutokana na jitihada hizi nchi yetu imeweza kwa sasa kuondokana na mgao wa umeme uliokuwa ni changamoto kubwa kwa kipindi cha miaka mingi na kuwa na ziada ya umeme kwa ajili ya kuwahudumia Watanzania. Aidha, kupatikana kwa umeme wa uhakika kumewezesha kupunguza gharama za uzalishaji na kufanya biashara nchini ziweze kurahisika. Kuzimwa kwa mitambo ya kuzalisha umeme kwa kutumia mafuta ya uendeshaji wake ambao ilikuwa ni gharama kubwa na kuwezesha upatikanaji wa umeme wa uhakika vijijini na kuendesha treni ya kisasa SGR katika mikoa ambayo ilikuwa haijaunganishwa kwenye gridi ya taifa. Aidha, upatikanaji wa umeme huu kwa uhakika umechangia kukua kwa pato la taifa na kukabiliana na mfumuko wa bei kutokana na athari chanya za upatikanaji wa umeme huo katika shughuli za kiuchumi na upatikanaji wa huduma. Mheshimiwa Spika, ongezeko hilo limetokana na kukamilika kwa miradi mbalimbali ya kuzalisha umeme katika kipindi husika, hususan mradi wa kuzalisha umeme wa Julius Nyerere ambao hadi mwezi Aprili
2025 mitambo yote 9 imekamilika. Aidha, serikali imeendelea kuchukua hatua za kukarabati mitambo mbalimbali ya kuzalisha umeme ambayo imechangia pia kuimarisha uzalishaji wa umeme na upatikanaji wake. Mheshimiwa Spika, kutokana na jitihada kubwa za makusudi zinazotekelezwa na serikali ya awamu ya 6, hususan kukuza uchumi wa nchi kunakoambatana na mahitaji ya umeme, kuimarika kwa huduma za kijamii ambazo ni pamoja na unaohitaji uendeshaji wa umeme, kukua kwa sekta ya usafirishaji hasa uwepo wa treni ya SGR, ongezeko la matumizi ya nishati ya kupikia na kuimarika kwa uunganishaji wa umeme vijijini, kumekuwepo na ongezeko kubwa la mahitaji ya umeme nchini. Mahitaji ya umeme nchini katika gridi ya taifa yameongezeka hadi kufikia megawati 1921.44 zilizofikiwa tarehe 9 Aprili 2025 saa 3 usiku, ikilinganishwa na megawati 1590.1 zilizofikiwa tarehe 26 Machi 2024 saa 3 usiku. Hili ni ongezeko sawa na 20.84. Mheshimiwa Spika, pamoja na mafanikio mengine yaliyopatikana katika uzalishaji wa umeme, Mheshimiwa Spika, mafanikio mengine yaliyopatikana katika uzalishaji wa umeme ni pamoja na ujenzi wa mitambo ya kuzalisha umeme wa Kinyerezi extension wa megawati 185 ambao umefikia 98.4, ambapo mitambo yote minne kwa sasa inafua umeme wa kiasi cha megawati 40 kila moja, hivyo kuwezesha kiasi cha umeme megawati 160 kuingizwa kwenye gridi ya taifa. Mradi wa kuzalisha umeme wa kutumia maji wa Rusumo wa megawati 80 unaotekelezwa kwa ushirikiano wa nchi 3, Tanzania, Burundi na Rwanda, kwa mgawanyo wa sawa wa umeme umekamilika na hivyo kuwezesha Tanzania kupata megawati 26.67 za umeme. Kukamilika kwa mradi huu kumeboresha upatikanaji wa umeme katika mikoa ya kanda ya Ziwa na kuunganishwa kwa gridi yetu ya Tanzania na nchi jirani za Burundi na Rwanda, hivyo kutoa fursa ya kuziuzia nchi hizo umeme endapo watahitaji. 3, utekelezaji wa awamu ya kwanza ya mradi wa kuzalisha umeme wa jua mkoani Shinyanga wa megawati 150 inayohusisha uzalishaji wa megawati 50 umefikia 51%. Aidha, mkataba wa ufadhili kati ya serikali ya Tanzania na shirika la maendeleo la Ufaransa AFD kwa ajili ya kutekeleza awamu ya pili ya megawati 100 ulisainiwa tarehe 6 Disemba 2024. Unatarajia kuanza utekelezaji wake Julai mwaka huu baada ya taratibu za zabuni kumpata mkandarasi kukamilika. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea vile vile kutekeleza miradi mingine ya kuzalisha umeme ikiwa ni pamoja na Maragarasi megawati 49.5, Ruhuji megawati 358, Rumakari megawati 228, Kakono megawati 87.8, ambapo utekelezaji wake uko katika hatua mbalimbali. Aidha, miradi ya kuzalisha umeme wa kutumia joto ardhi ikiwa ni pamoja na mradi wa Ngozi wa megawati 70, Kejo Mbaka megawati 60, Natron megawati 60 iliendelea kutekelezwa. Lengo ni kuhakikishia nchi yetu inakuwa na vyanzo mbalimbali vya kuzalisha umeme hapa nchini. Mheshimiwa Spika, nieleze kidogo kuhusu usafirishaji na usambazaji wa umeme. Kuzalisha na kusambaza umeme ni kuzalisha umeme ni jambo moja, lakini ili umeme huo uweze kufikia walaji na kutumika, hauna budi kusafirishwa na kusambazwa. Serikali imeendelea na upanuzi wa miundombinu ya kusafirisha umeme ambayo imefikia jumla ya urefu wa kilomita 8140 ikiwa ni ongezeko la 5% ikilinganishwa na kilomita 7745 ya mwaka 2023-24. Aidha, miundombinu ya usambazaji imeongezeka kutoka kilomita 176,750.9 mwezi Aprili 2024 hadi kufika kilomita 2,266.25 mwezi Aprili 2025, sawa na ongezeko la 13.3%. Mheshimiwa Spika, hatua hiyo iliyofikiwa katika mradi mbalimbali ya kusafirisha umeme ni pamoja na: 1, ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme msongo wa kilovoti 400 yenye urefu wa kilomita 160 kutoka kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere hadi Chalinze mkoani Pwani umekamilika kwa 99.8, na ujenzi wa kituo cha kupokea na kupoza umeme cha Chalinze umekamilika kwa 97.6. Aidha, kwa sasa mradi huu uko katika hatua ya uangalizi wa miundombinu ili iendelee kutumika kuingiza umeme uliozalisha katika bwawa la Julius Nyerere kwenye gridi ya taifa. 2, mradi wa njia ya kusafirisha umeme wa msongo wa kilovoti 400 wenye urefu wa kilomita 414 kutoka Singida hadi Namanga kupitia Babati Arusha umekamilika na hivyo kutuwezesha kuunganisha gridi ya Tanzania na Kenya na hivyo kutufanya tuwe na nafasi nzuri ya kufanya biashara na nchi jirani. Kwa mradi huu na manufaa mbalimbali ikiwa ni pamoja na kuwezesha kufanyika kwa biashara ya umeme baina ya nchi ya Tanzania na nchi za Afrika Mashariki kupitia
East African Power Pool. 3, utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme wa msongo wa kilovoti 400 kutoka Iringa hadi Sumbawanga kupitia Mbeya Tunduma. Mradi unaoitwa TAZA umefika 38% na unatarajia kukamilika itakapofika Mei 2026. Kama kwa mradi huu kutaimarisha upatikanaji wa umeme wa mikoa ya nyanda za juu kusini pamoja na kuunganisha gridi ya taifa na nchi za kusini mwa Afrika, na hivyo kuwezesha kufanyika kwa biashara baina ya nchi yetu na nchi za ukanda huo chini ya mpango wa Southern Africa Power Pool, African Power Pool. Mheshimiwa Spika, namba 4, kukamilika kwa ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme wa msongo wa kilovoti 400 kutoka Nyakanazi hadi Kigoma, ambao umefanikisha kuunganisha mkoa wa Kigoma katika gridi ya taifa na kuwezesha kuzimwa kwa mitambo ya umeme wa mafuta. Aidha, TANESCO itaokoa kiasi cha shilingi bilioni 58.4 zilizokuwa zinatumika kwa mwaka kwa ajili ya ununuzi wa mafuta ya dizeli kwa ajili ya mkoa husika. 5 ni kukamilisha kwa ujenzi wa kusafirisha umeme wa msongo wa kilovoti 132 yenye urefu wa kilomita 115 kutoka Tabora Urambo na kuwezesha kuimarisha upatikanaji wa umeme katika wilaya ya Urambo. Aidha, ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme wa msongo wa kilovoti 132 yenye urefu wa kilomita 383 kutoka Tabora hadi Katavi kupitia Sikonge, Ipole, Inyonga umefikia 96%, unatarajia kukamilika mwaka huu wa fedha. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kutekeleza miradi mingine ya kusafirisha na kusambaza umeme kama ilivyoelezwa kwa kina kwenye hotuba yangu ukurasa wa 26 hadi 40, ikiwa ni pamoja na mradi wa kuimarisha gridi ya taifa na ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme wa msongo wa kilovoti 220 kutoka Benako hadi Kiaka. Aidha, kutokana na jitihada hizo za kusafirisha na kusambaza umeme zilizotekelezwa na serikali, wateja waliounganishwa na umeme nchini wameongezeka pia kutoka milioni 2,766,745 mwaka 2021 hadi kufika milioni 5,449,278 mwezi Aprili 2025. Mheshimiwa Spika, hili ni ongezeko la 97%. Mradi wa nishati vijijini. Mheshimiwa Spika, mwaka 2024-2025 serikali iliendelea kutekeleza azima yake ya kuhakikisha kuwa huduma ya umeme inafika vijijini kote Tanzania bara. Napenda kutumia fursa hii kulitaarifu bunge lako tukufu kuwa serikali imeweza kuvifikia vijiji vyote 12,318 vya Tanzania bara kupitia miradi ya umeme iliyotekelezwa na wakala wa nishati vijijini REA. Aidha, kupitia utekelezaji wa miradi ya umeme vijijini, jumla ya taasisi na maeneo ya huduma 66,140 yameunganishwa na umeme kutoka taasisi 15,200 mwaka 2020. Hili Mheshimiwa Spika ni sawa na ongezeko la 315%. Mheshimiwa Spika, pamoja na kukamilisha wakazi ya uunganishaji wa umeme vijijini, serikali imeendelea kupeleka umeme kwenye vitongoji ambapo jumla ya vitongoji 33,657 kati ya vitongoji 64,359 vya Tanzania bara sawa na 52% tayari vimeunganishwa na umeme. Aidha, miradi mingine ya nishati vijijini iliyotekelezwa ni pamoja na miradi ya ujazilizi, mradi wa kusambaza umeme katika vijiji miji, mradi wa kupeleka umeme kwenye maeneo ya migodi midogo, viwanda vidogo na maeneo ya kilimo, na miradi ya kupeleka umeme katika minara ya mawasiliano ya simu. Aidha, ili kuboresha upatikanaji wa huduma ya nishati ya mafuta vijijini, serikali iliendelea kutekeleza mradi wa kuwezesha ujenzi wa vituo vidogo vidogo vya kusambaza mafuta, bidhaa za petroli vijijini, ambapo kiwango cha juu cha mkopo kinachoweza kutolewa kwa kila mwendelezaji ni milioni 132,600,000 ambacho kinatakiwa kurejeshwa ndani ya miaka 7 kwa riba ya 5%. Mheshimiwa Spika, utakumbuka serikali iliandaa na kushiriki mkutano mkuu wa nchi za Afrika wa nishati, yani Africa Heads of States Energy Summit, uliofanyika tarehe 27 na 28 Januari 2025 jijini Dar es Salaam. Pamoja na mambo mengine, kupitia mkutano huo wa kitaifa, mpango wa kitaifa wa nishati Tanzania, yani Tanzania National Energy Compact ulizinduliwa, ambapo unaendelea kuongeza kiwango cha upatikanaji wa umeme nchini hadi kufikia 100% itakapofika mwaka 2030 kutoka kiwango cha sasa cha 78.4%, kuongeza kasi ya kuunganisha umeme nchini hadi kufika 75% katika kipindi hicho kutoka 46% za sasa, kuongeza kiwango cha matumizi ya nishati safi ya kupikia kutoka 6.9% ya mwaka 2021 hadi kufika 75% itakapofika mwaka 2030, kuongeza mchango wa sekta binafsi katika sekta ya nishati kwa kiasi cha dola za Kimarekani bilioni 4.5 sawa na takribani trilioni 11.7 ifikapo mwaka 2030. Mheshimiwa Spika, katika mkutano huu wa wakuu wa nchi walisaini azimio la utekelezaji wa mpango huo,
yani the Dar es Salaam Declaration by the African Heads of State Energy Summit, ikiwa ni makubaliano ya pamoja ya wakuu hao kuunganisha nguvu za jitihada za pamoja na kuwezesha upatikanaji wa rasilimali fedha zitakazoweza kusaidia huduma ya umeme wa uhakika kwenye bara la Afrika. Uendelevu wa gharama nafuu kwa watu milioni 300 katika bara la Afrika itakapofika mwaka 2030. Nitumie fursa hii pia kupitia bunge lako tukufu, Mheshimiwa Spika, kumpongeza sana Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuwa mwenyeji wa mkutano wa nishati wa Afrika, yani the Mission 300 mwaka 2025. Aidha, wizara kwa kushirikiana na taasisi zilizo chini yake inakamilisha uandaji wa mpango wa kazi wa utekelezaji mpango kazi huo wa taifa, ambao utekelezaji wake utaanza mwaka 2025-26. Mheshimiwa Spika, nieleze kidogo kuhusu matumizi ya nishati safi ya kupikia. Serikali chini ya uratibu wa Wizara ya Nishati kwa kushirikiana na wadau mbalimbali imeendelea kutekeleza mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia wa mwaka 2024 mpaka 34 uliozinduliwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tarehe 8 Mei 2024. Lengo la mkakati huo ni kuhakikisha kuwa 80% ya Watanzania wanatumia nishati safi ya kupikia ifikapo mwaka 2034. Manufaa ya utekelezaji wa mkakati huu ni pamoja na kuwaepusha Watanzania ama wananchi na athari za kiafya zitokanazo na matumizi ya nishati zisizokuwa safi za kupikia na kukabiliana na uharibifu wa mazingira unaotokana na matumizi ya nishati zisizokuwa safi za kupikia. Mheshimiwa Spika, serikali kwa kushirikiana na wadau inaendelea kutoa elimu kuhusu umuhimu wa nishati safi ya kupikia pamoja na uwezesha ujenzi wa miundombinu ya nishati ya kupikia katika taasisi za umma na binafsi zinazohudumia zaidi ya watu 100 kwa siku, ikiwemo Jeshi la Magereza, Jeshi la Kujenga Taifa na shule za sekondari. Aidha, zoezi la kusambaza mitungi 452,445 ya gesi ya kupikia LPG kwa bei ya punguzo la hadi 50% linaendelea. Na kupitia programu hii jumla ya mitungi 154,224 imesambazwa hadi kufika Aprili 25. Mheshimiwa Spika, hatua nyingine zilizochukuliwa ni kuimarisha matumizi ya nishati safi ya kupikia nchini ni kuanza kwa utekelezaji wa mradi wa kusambaza majiko banifu 200,000 yaliyotengenezwa kwa teknolojia yenye ubunifu na kupunguza matumizi ya kuni na mkaa, hivyo kuwezesha kupunguza uharibifu wa mazingira katika maeneo ya vijijini. Hadi Aprili 2025, wakala wa nishati vijijini REA imeshapata kampuni 6 za kusambaza majiko banifu 192,038 katika maeneo ya vijijini na vijiji miji kwenye mikoa 23 kwa bei ya ruzuku ya hadi 75%. Aidha, REA katika hatua za mwisho za kuwapata watoa huduma wanaosambaza majiko hayo katika mikoa miwili iliyobaki ya Njombe na Katavi inaendelea. Mheshimiwa Spika, nieleze kidogo sekta ndogo ya mafuta na gesi asilia. Mwaka 2024-25 serikali kupitia Wizara ya Nishati iliendelea kusimamia na kuendeleza sekta ndogo ya mafuta na gesi asilia katika maeneo ya utafutaji, uendelezaji, uzalishaji, uchakataji, usafirishaji na usambazaji wa bidhaa za mafuta na gesi, kwa lengo la kuhakikisha kuwa mchango wa sekta hii kwenye pato la taifa unaendelea kuimarika, ambapo utekelezaji ulikuwa kama ifuatavyo. Moja, shughuli za utafutaji na uendelezaji wa mafuta ya gesi asilia ziliendelea katika vitaru vya Mnazi Bay Kaskazini, Eyasi Wembere, Songo Magharibi, vitaru namba 4/1B na 4/1C, Mnazi Bay na Ruvuma katika eneo la Ntoria, kama ilivyofafanua katika hotuba yangu ukurasa wa 70 hadi 75 kuhusu kazi zilizotekelezwa. 2, majadiliano baina ya serikali na wawekezaji kuhusu utekelezaji wa mradi wa kuchakata gesi asilia ya LNG uliendelea kwa kuzingatia maoni yaliyotolewa na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali na wadau wengine katika mikataba ya awali, ambapo kwa sapo yako katika hatua za mwisho. 3, mradi wa bomba la kusafirisha mafuta ghafi kutoka Uganda hadi Tanzania, yani East African Crude Oil Pipeline EACOP, uliendelea kutekelezwa ambapo umefikia 55%. Kazi zilizotekelezwa ni pamoja na kukamilisha na kuanza kazi za karakana za kuweka mfumo wa joto kwenye mabomba kuwasili nchini kwa mabomba yenye uwezo wa kujenga kilomita 900, kuwekwa mfumo wa kuhifadhi joto katika mabomba yenye urefu wa kilomita 443.7, kupelekwa kwenye maeneo ya mradi mabomba yenye mfumo wa kuhifadhi joto yenye uwezo wa kujenga kilomita 364.3, kuendelea
kwa ujenzi wa matenki manne katika eneo la Chongoleani ambao umefikia 74.2 na ujenzi wa jeti ya kupakilia mafuta ambao umefika 69.1. 4. Serikali kwa kushirikiana na sekta binafsi iliendelea kuchukua hatua za kuimarisha upatikanaji wa gesi asilia CNG nchini kwa matumizi ya vyombo vya moto. Aidha, ujenzi wa kituo mama cha CNG, yani CNG Mother Station katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam umekamilika, na kukamilika kwa vituo vidogo vya CNG, yani CNG Receiving and Storage Stations, vimejengwa katika Hospitali ya Taifa ya Muhimbili na kiwanda cha madawa ya Kairuki kilichopo eneo la viwanda vya Zegereni Kibaha Pwani uliendelea. Vile vile usanifu wa kina wa kihandisi kwa ajili ya kuunganisha gesi asilia katika migahawa 12 katika eneo la Mlimani City pamoja na maabara na migahawa 3 katika Chuo Kikuu Kishiriki cha Elimu Dar es Salaam DUSE umekamilika. Mheshimiwa Spika, hadi Aprili 2025 jumla ya vituo 9 vya CNG vimekamilika na vinatoa huduma, vikalinganishwa na vituo viwili huko tulikotoka, na mwelekeo wa serikali ni kuwa na angalau vituo 20 ifikapo Juni 2026. Aidha, serikali imeendelea kuvutia sekta binafsi kuwekeza katika utoaji wa huduma ya CNG ambapo kampuni 69 zimekwisha ruhusiwa kufanya biashara ya CNG hapa nchini. Vile vile serikali kupitia TBDC imeendelea na utaratibu wa kununua vituo 6 vya CNG vinavyohamishika, yani mobile CNG filling stations, ambapo vituo 3 vitakuwa katika jiji la Dar es Salaam, kituo kimoja Morogoro na vituo 2 vitakuwa Dodoma. Hatua hii itaimarisha upatikanaji wa CNG kwa ajili ya vyombo vya moto nchini na kuchochea matumizi ya nishati hiyo. Mheshimiwa Spika, kuimarika kwa matumizi ya CNG nchini katika vyombo vya moto hususan magari na bajaji umekuwa na manufaa makubwa, ikiwemo kuwapa wananchi unafuu wa gharama za uendeshaji wa vyombo hivyo na pamoja na kupunguza mahitaji ya fedha za kigeni katika uagizaji wa mafuta. Mheshimiwa Spika, miradi mbalimbali ya ujenzi wa miundombinu ya kusafirisha gesi asilia iliendelea kutekelezwa, ikiwa ni pamoja na usambazaji wa gesi asilia katika mikoa ya Dar es Salaam, Pwani, Lindi, Mtwara, ujenzi wa bomba la gesi asilia kuanzia Kinyerezi Dar es Salaam hadi Chalinze, Pwani, mradi wa bomba la kusafirisha gesi asilia kutoka Tanzania hadi Uganda, na mradi wa kusafirisha gesi asilia kutoka Dar es Salaam hadi Mombasa, Kenya. Mheshimiwa Spika, serikali kupitia Wizara ya Nishati iliratibu vile vile na kushiriki katika kongamano la 11 la petroli la nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki mwaka 2025 iliyofanyika tarehe 5 hadi 7 Machi 2025. Kongamano hilo lilihudhuriwa na washiriki zaidi ya 1000 kutoka nchi mbalimbali duniani, ambapo nchi yetu iliweza kutangaza fursa ya uwekezaji katika mnyororo wa thamani ya mafuta na gesi asilia ikiwemo CNG, na kutangaza nia ya serikali ya kunadi vitaru 26 vya kutafuta mafuta na gesi asilia kupitia duru ya 5. Mheshimiwa Spika, mfumo wa uagizaji wa mafuta kwa pamoja, yani bulk procurement system, unaendelea kutumika katika uagizaji wa bidhaa ya mafuta ya petroli nchini, na hivyo kuwezesha nchi yetu kuendelea kuwa na uhakika wa upatikanaji wa bidhaa za mafuta. Aidha, taarifa za kina za mwenendo wa bei za mafuta za mafuta na petroli katika soko la dunia na la ndani kama inavyoonekana katika ukurasa wa 101 hadi 104 wa hotuba yangu vimefafanuliwa vizuri, na mwenendo wa uagizaji wa mafuta na upatikanaji wa bidhaa hizo ni kama inavyoonekana katika ukurasa wa 107 hadi ukurasa wa 109 wa hotuba yangu. Mheshimiwa Spika, usimamizi na udhibiti wa sekta ya nishati kupitia PURA na EWURA. Mheshimiwa Spika, wizara kupitia mamlaka ya udhibiti wa mkondo wa juu wa petroli PURA pamoja na udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA iliendelea kutekeleza kazi mbalimbali za usimamizi na udhibiti wa sekta ya nishati kama ifuatavyo. Moja, serikali kupitia PURA iliendelea na maandalizi ya duru ya 5 ya kunadi vitaru vya utafutaji wa mafuta na gesi asilia, ambapo maandalizi ya nyaraka zinazotumika katika kunadi vitaru ikiwemo mikataba ya kifani ya ugawaji wa mapato MPSA 2025 yaliendelea. Aidha, PURA ilikamilisha uwekaji wa mikataba katika vitaru 26 vilivyopendekezwa kuingia kwenye mnada na kuandaa vifurushi vya data, yani data package, na taarifa za kitaalamu kwa vitaru hivyo umekamilika na nyaraka za zabuni zitakazotumika wakati wa kunadi vitaru husika. 2, PURA iliendelea kudhibiti shughuli za mbalimbali za mkondo wa juu wa petroli, ikiwa ni pamoja na kusimamia shughuli za uzalishaji wa gesi asilia kwa vitaru vya Songosongo na Mnazi Bay, na kukamilika kwa maandalizi na rasimu ya uwajibikaji wa kampuni kwa jamii katika sekta ndogo ya mafuta na gesi asilia ambayo ipo katika hatua za mwisho za uidhinishwaji. Kanuni hizo pamoja na mambo mengine zitawezesha utekelezaji wa CSR wenye tija katika maeneo ya mkondo wa juu wa petroli nchini. 3, EWURA iliendelea kusimamia shughuli za udhibiti wa mkondo wa juu, kati na chini wa gesi asilia, ambapo ilitoa vibali 10 vya ujenzi wa vituo vya CNG katika mkoa wa Dar es Salaam,
Pwani na Morogoro, kutoa leseni 5 za uendeshaji wa vituo vya CNG, vibali 8 kwa ajili ya ujenzi wa mabomba ya kupeleka gesi asilia kwenye vituo vya CNG na vibali 6 vya ujenzi wa mabomba ya kupeleka gesi asilia kwenye viwanda, taasisi, migahawa ya chakula na majumbani. Mheshimiwa Spika, kutokana na ongezeko la ujenzi wa vituo vya CNG na unafuu wa gharama unaopatikana wa matumizi ya CNG kama nishati mbadala ya mafuta katika vyombo vya moto na mwamko mkubwa wa wananchi kwa kutumia nishati hiyo, tumia fursa hii kutoa wito kwa baadhi ya taasisi zinazohusika katika mnyororo wa matumizi ya CNG, ikiwemo Bodi ya Usajili wa Wakandarasi RB, Shirika la Viwango Tanzania TBS, Baraza la Usimamizi wa Mazingira NEMC, EWURA, kuhakikisha pia wanasimamia ipasavyo majukumu hayo katika swala zima la matumizi ya CNG nchini, ikiwa ni pamoja na usimamizi wa wamiliki wa karakana zinazohusika na ubadilishaji wa mifumo ya magari ili kutumia CNG, kwa kusimamia kwa karibu wakaguzi na ufungaji wa mifumo ya CNG kwenye magari, kuhakikisha utoaji wa vyeti vya tathmini ya athari ya mazingira kwa wawekezaji kwenye vituo vya CNG, na kuhakikisha karakana zote na wakaguzi wote wa mfumo wanawasilisha kwa mujibu wa sheria taarifa za vyombo vya moto vilivyobadili mfumo wa taarifa zao kwa matumizi hayo. Mheshimiwa Spika, EWURA pia ilitoa leseni 580 za biashara ya mafuta, vibali 215 vya ujenzi wa miundombinu ya mafuta na kusimamia ubora wa bidhaa ya mafuta, ambapo jumla ya sampuli 334 kutoka vituo vya mafuta na maghala zilipimwa na ubora wa sampuli 321 sawa na 96.1 zilikidhi viwango stahiki vya ubora. Vile vile EWURA ilikagua ubora wa miundombinu 569 ya mafuta, ambapo miundombinu 551 sawa na 76.2 ilikidhi vigezo vya ubora, ikiwemo vigezo vya masuala ya afya, usalama na mazingira. Pia mamlaka hiyo ilifanya marekebisho ya kanuni 4 ili kuimarisha shughuli za udhibiti na kuboresha utoaji wa huduma, pamoja na kutoa leseni 1378 kwa mafundi umeme, lengo ikiwa ni kuwezesha upatikanaji wa mafundi umeme wenye ujuzi wa uwekaji mfumo bora wa umeme na salama kwa wananchi, hususan maeneo ya vijijini. Mheshimiwa Spika, pamoja na mafanikio yaliyopatikana katika sekta ya nishati kama ilivyofafanuliwa kwa kina katika sehemu B213 ya hotuba yangu kurasa wa 117 hadi 124, ni vema pia kutambua kuwa mradi ya utafutaji, uzalishaji, usafirishaji na usambazaji wa umeme na gesi asilia inahitaji uwekezaji mkubwa na muda mrefu. Hivyo, pamoja na juhudi kubwa za kutenga rasilimali fedha zinazoendelea kutekelezwa na serikali kwa ajili ya uendelezaji wa sekta ya nishati, serikali pia itaendelea kuhamasisha na kuvutia na kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo, ikiwemo sekta binafsi, ili kufanikisha upatikanaji wa rasilimali fedha zinazochangia katika uendelezaji wa sekta hii kwa kuzingatia mchango wake kwa ukuaji wa uchumi na utoaji wa huduma na ajira kwa wananchi. Sasa Mheshimiwa Spika, naomba nieleze kidogo juu ya mpango wa bajeti wa mwaka 2025-26. Mheshimiwa Spika, baada ya kutoa taarifa ya utekelezaji wa shughuli za wizara mwaka 2024-25, sasa napenda kuwasilisha mpango wa bajeti wa mwaka 2025-26 kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, mwaka 2025-26 wizara iliendelea kuimarisha uzalishaji, usafirishaji, usambazaji wa umeme, ikiwa ni pamoja na kufikisha gridi ya taifa katika mikoa iliyosalia ya Rukwa, Kagera, Lindi, Mtwara. Aidha, wizara itaendelea kutekeleza mpango wa taifa wa nishati wa mwaka 2025-30 ya National Energy Compact 2025-2030 kuhusu upatikanaji wa uunganishaji wa umeme wa wananchi, kuongezeka kwa mchango wa nishati jadidifu katika uzalishaji wa umeme na ushiriki wa sekta binafsi katika sekta ya nishati. Vile vile wizara itaendelea kuhakikisha kuwa upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa maendeleo ya uchumi wa nchi yetu unapewa kipaumbele katika mwaka huu. Mheshimiwa Spika, maeneo mengine ya kipaumbele katika mwaka 2025 na 26 ni kuendelea kusambaza nishati ya umeme katika vitongoji, maeneo ya migodi, kilimo, viwanda na pampu, pamoja na vituo vya afya, ili kuwezesha shughuli za uzalishaji na utoaji huduma bora kwa wananchi, pamoja na kuhamasisha uwezeshaji wa Tanzania kutumia nishati safi ya kupikia, ili utekelezaji wa mikakati wa mpango wa taifa wa matumizi nishati safi ya kupikia 2020-35 pamoja na mpango wa nishati wa mwaka 2025 na 30. Wizara pia itaendelea kuhakikisha upatikanaji wa bidhaa za mafuta vijijini kupitia ujenzi wa vituo vya mafuta katika maeneo hayo, pamoja na kutekeleza shughuli za utafutaji na uendelezaji na usambazaji wa mafuta ya gesi asilia, ili kutekeleza miradi ya kielelezo na kimkakati ya mafuta na gesi asilia, ikiwemo Mnazi Bay Kaskazini, EAS Wembere, mradi wa kuchakata gesi asilia
kuwa kimiminika na ujenzi wa bomba la kusafirisha mafuta ghafi kutoka Hoima, Uganda hadi Tanga. Miradi hii yote itaendelea kusimamiwa. Mheshimiwa Spika, jitihada zitaelekezwa pia katika kusimamia na kuhakikisha kuwa nchi yetu inakuwa na uhakika wa upatikanaji wa bidhaa ya mafuta ya petroli pamoja na uimarishaji wa matumizi ya gesi asilia CNG katika vyombo vya moto. Vile vile, wizara itaendelea kutekeleza shughuli za kudhibiti na kuimarisha ushiriki wa wazawa katika sekta ya nishati pamoja na kuimarisha nguvu kazi ya kuwezesha upatikanaji wa vitendea kazi ili kuimarisha tija na ufanisi wa utendaji kazi. Pia wizara itaendelea kuimarisha utendaji kazi wa taasisi na mashirika yaliyo chini ya wizara, yani TANESCO, REA, TPDC, PPPA, EWURA na PURA pamoja na kampuni tanzu ili yaweze kuimarishika zaidi katika utoaji huduma bora kwa wananchi pamoja na tija na ufanisi katika utendaji. Mpango wa bajeti wa mwaka 2025-26 Mheshimiwa Spika, pamoja na mambo mengine, umezingatia ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka 2020, dira ya maendeleo ya mwaka 2025, mpango wa 3 wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano 2021-22 mpaka 25-26, maagizo na maelekezo ya viongozi mbalimbali wa kitaifa kuhusu sekta ya nishati, maoni na ushauri wa kamati ya kudumu ya Bunge ya nishati na madini na kamati nyingine za Bunge yaliyotolewa kwa nyakati tofauti, mkakati wa taifa dhidi ya rushwa na mpango wake wa utekelezaji wake, mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia, mpango mkakati wa Wizara ya Nishati mwaka 2021-22 mpaka 26 na mpango mahususi wa taifa wa nishati wa mwaka 2025 hadi 2030. Na miongozo mingine iliyozingatiwa pamoja na sera, mikakati, programu mbalimbali za kisekta na kitaifa pamoja na maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa SDGs ya mwaka 2030 kuhusu masuala ya nishati. Mheshimiwa Spika, sehemu C ya hotuba yangu, ukurasa wa 125 hadi 175 inatoa ufafanuzi wa maelezo ya kina kuhusu mikakati ya programu na miradi itakazotekelezwa katika mwaka 2025-26. Kwa kifupi, wizara itatekeleza yafuatayo. Kwenye sekta ndogo ya nishati ya umeme, uzalishaji. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kutekeleza kwa nguvu uzalishaji wa umeme kwa kutumia vyanzo mbalimbali ili kuhakikisha kuwa nchi yetu inaendelea kuwa na umeme wa kutosha na ziada kwa kutumia na kuuzwa nje ya nchi na kulipatia taifa fedha za kigeni. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kusimamia na kuratibu utekelezaji wa miradi ya kuzalisha umeme kwa kutumia maji, mradi wa Julius Nyerere, kuhakikisha kuwa kuna kuwepo na utunzaji wa vyanzo vya maji katika bonde Rufiji ili uwezeshaji wa upatikanaji endelevu wa maji kwa ajili ya mradi huo. Uendeshaji wa ufanisi wa mitambo, kukamilika kwa ujenzi wa ghala la kuhifadhia vifaa katika kituo cha kupoza umeme cha Chalinze na malipo ya fidia na malipo ya retention kwa wakandarasi na washauri elekezi wa mradi wa Julius Nyerere pamoja na njia ya kusafirisha umeme ya Julius Nyerere Hydropower Project hadi Chalinze na kituo cha kupoza umeme cha Chalinze. Mheshimiwa Spika, miradi mingine ya kuzalisha umeme itakayotekelezwa mwaka 2025 na 26 ni pamoja na mradi wa Maragarasi wa megawati 49.5, mradi wa Kakono megawati 87.8, Ruhuji megawati 358, Rumakali megawati 222 na mradi wa kuzalisha umeme wa jua wa Shinyanga Kishapu megawati 150. Mheshimiwa Spika, usafirishaji na usambazaji wa umeme. Katika kuhakikisha kuwa umeme wa uhakika unapatikana katika maeneo yote nchini, serikali itaendelea kujenga na kuboresha miundombinu ya kusafirisha nishati ya umeme kwa kutekeleza miradi mbalimbali ikiwa ni pamoja na ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme wa msongo wa kilovoti 400 kutoka Chalinze hadi Dodoma, ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme wa msongo wa kilovoti 400 kutoka Chalinze, Kinyerezi, Mkuranga, ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme wa msongo wa kilovoti 400 kutoka Rufiji, Mkuranga na ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme wa msongo wa kilovoti 400 kutoka Dar es Salaam, Tanga hadi Arusha. Miradi mingine inayotekelezwa ni ujenzi wa njia ya kusafirisha msongo wa kilovoti 400 kutoka Iringa hadi Sumbawanga kupitia Mbeya, Tunduma yani Taza na ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme wa msongo wa kilovoti 400 kutoka Nyakanazi hadi Kigoma. Serikali pia itaendelea na utekelezaji wa mradi wa kuimarisha gridi ya taifa pamoja na kuendelea kufanya matengenezo ya kinga katika vituo vya kuzalisha umeme, miundombinu ya kusafirisha na usambazaji wa umeme pamoja na vituo vya kupoza umeme. Mheshimiwa Spika, kuhusu nishati vijijini, serikali kupitia REA itaendelea na programu ya miradi ya nishati vijijini kuchochea kasi ya ukuaji wa uchumi
wa uchumi na maendeleo ya kijamii katika maeneo hayo. Programu na miradi itakayotekelezwa ni pamoja na mradi wa kupeleka umeme katika vitongoji, mradi wa ujazilizi awamu ya pili B, mradi wa ufungaji wa mifumo ya umeme wa jua katika maeneo ya visiwa yaliyo mbali na gridi ya taifa, pamoja na kutekeleza mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia kwa kushirikiana na wadau kwenye sekta binafsi. Mheshimiwa Spika, kwenye sekta ndogo ya gesi, serikali katika mwaka 2025-26 itaendelea kuchukua hatua za kuendeleza na kusimamia sekta ndogo ya mafuta na gesi kwa lengo la kuhakikisha kuwa mchango wa sekta hiyo katika pato la taifa unaendelea kuimarika. Serikali itaendelea kutekeleza miradi ya utafutaji na uendelezaji wa mafuta na gesi asilia katika vitalu vya Mnazi Bay Kaskazini, Eyasi Wembere, Songosongo Magharibi, Ruvuma eneo la Ntolia na kitalu cha Lindi huko Mtwara. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea pia na utekelezaji wa mradi wa kuchakata na kusindika gesi asilia kuwa kimiminika, yani liquefied natural gas LNG, mradi wa bomba la kusafirisha mafuta ghafi kutoka Uganda hadi Tanzania, ujenzi wa vituo vya CNG, miradi ya usambazaji wa gesi asilia katika mikoa mbalimbali nchini pamoja na nchi jirani. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kushapia nchi yetu inaendelea kuwa na uhakika wa upatikanaji wa bidhaa ya mafuta ya petroli pamoja na kutekeleza masuala ya kiudhibiti katika sekta ya nishati ili kuimarisha tija na ufanisi pamoja na utoaji wa huduma bora kwa wananchi. Mheshimiwa Spika, serikali kupitia Wizara ya Nishati itaendelea kushirikiana na washirika mbalimbali wa maendeleo, jumuiya za kikanda, nchi wahisani, wadau wengine katika kutekeleza miradi. Kwa niaba ya serikali, napenda kuwashukuru sana washirika wa maendeleo na jumuiya ya nchi wahisani ambao wameendelea kushiriki katika kufanikisha utekelezaji wa majukumu ya wizara na sekta ya nishati kwa ujumla. Napenda kutambua mchango wa Benki ya Maendeleo Afrika AFDB, Benki ya Dunia, Arab Bank for Economic Development in Africa BADEA, Economic Development Cooperation Fund, Geothermal Risk Mitigation Facility, pamoja na taasisi za mashirika ya JICA kutoka Japan, Ujerumani, AFDB, Shirika la Fedha Duniani, SIDA, NORD, Umoja wa Ulaya, Shirika la Mitaji ya Maendeleo ya Umoja wa Mataifa, Shirika la Maendeleo ya Mataifa UNDP, Shirika la Umoja wa Mataifa la Maendeleo ya Viwanda UNIDO, Shirika la Maendeleo la Canada SIDA, Saudi Fund for Development SFD, OPEC Fund for International Development, Abu Dhabi Fund for Development na wadau wengine. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii pia kutoa shukrani za dhati kwa serikali za Afrika Kusini, Algeria, Angola, Burundi, Canada, China, Ethiopia, Falme za Kiarabu, Japan, India, Indonesia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kenya, Korea Kusini, Malawi, Misri, Morocco, Msumbiji, Namibia, Norway, Oman, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Ufaransa, Uganda, Ujerumani, Urusi, Zambia na nchi nyingine kwa kuendelea kushirikiana na Tanzania katika kuendeleza sekta ya nishati. Aidha, nazishukuru sana Jumuiya za Afrika Mashariki EAC, Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC na Umoja wa Afrika AU kwa ushirikiano wa masuala ya kikanda yanayohusiana na nishati. Hitimisho, Mheshimiwa Spika, kwa kuzingatia umuhimu wa sekta ya nishati katika uchumi wa nchi na mchango mkubwa wa sekta katika maendeleo ya sekta nyingine mijijini na vijijini, mwaka wa fedha 2025-26 wizara itaendelea kutekeleza mikakati na programu pamoja na miradi inayolenga kuhakikisha nchi yetu inaendelea kuwa na nishati ya uhakika na nafuu na endelevu. Aidha, mwelekeo wa serikali ni kuhakikisha kuwa shughuli za mafuta na gesi asilia zinashamiri na kuwa na mchango wake kwenye pato la taifa na zinaendelea kuimarika. Katika kufikia azima hiyo, wizara itaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali katika kuhakikisha kuwa uendelezaji wa sekta hii muhimu na pia ufuatiliaji wa karibu wa utekelezaji wa programu za miradi vinapewa kipaumbele kwenye mwaka wa fedha. Mheshimiwa Spika, naomba sasa kutoa hoja kwamba bunge lako tukufu likubali kuidhinisha jumla ya shilingi trilioni 2 bilioni 246 milioni 745,445 elfu kwa ajili ya matumizi ya Wizara ya Nishati na taasisi zake kwa mchanganuo ufuatao: shilingi trilioni 2 bilioni 167 milioni 513,219 elfu sawa na 95.7% ya bajeti yote ya wizara ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Kati ya fedha hizo, shilingi trilioni 1 bilioni 466 milioni 20,274 elfu ni fedha za ndani na shilingi bilioni 700 na
bilioni 701,492,945 ni fedha za nje. Pili, shilingi bilioni 79,232,226 sawa na 3.5% ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 69,932,306 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo, yani OC. Shilingi bilioni 9,299,920 ni kwa ajili ya mishahara kwa ajili ya watumishi wa wizara na taasisi pamoja na PURA. Mheshimiwa Spika, kwa unyenyekevu mkubwa naomba tena nitoe shukrani zangu za dhati kwako, waheshimiwa wabunge wote, kwa kunisikiliza kwa muda wote huu. Hotuba hii pia inapatikana katika tovuti ya wizara kwa anwani ya www.nishat.go.tz. Vile vile hotuba hii na vielelezo mbalimbali vimeambatishwa kwa ajili ya ufafanuzi wa masuala muhimu yanayohusiana na sekta ya nishati. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja. Waheshimiwa wabunge, hoja imeungwa mkono. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, tunakushukuru sana. Asanteni sana.